Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine wanazungumzia, hawa ni wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda tofauti kwa wana Young Africans, ukiweza kushuhudia wakienda kuangusha taji lao mbele ya mtani wao, jambo ambalo mashabiki wengi limewaumiza kweli kweli mashabiki wa klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Na licha ya hivyo, ni namna ambavyo mpira ambao walioucheza haukuwa mpira ambao klabu ya soka ya Young Africans unaweza kusema ya kwamba unawashawishi wananchi Young Africans kulingana na kile ambacho kilichopo kwa kocha Pedro. Kumbuka kwamba kocha Pedro huyu ambaye alitoka kuweza kuzipata sare katika mzunguko wa kwanza wa ligi kuu ya soka Tanzania bara na kuwaweka roho juu mashabiki wa klabu ya soka ya Young Africans, sasa inaelezwa kwamba hatima yake imefika ukingoni baada ya kuvumiliana, ambapo inaonekana wananchi Young Africans wametosha na imetosha safari yake kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Ni nini ambacho kinachoendelea mpaka kufikia kusema ya kwamba safari yake imetosha? Nimekusogezea taarifa kutoka ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans kulingana na kile ambacho kimetokea katika mchezo huo wa dabi ya kwanza, kwa sababu kuna dabi mbili ambazo zipo karibu, yani ni mechi ambazo zinazofuatana. Sasa kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu hapo pote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka. Si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa taarifa zao. Karibu. Bana, klabu ya soka ya wananchi Young Africans unafahamu ya kwamba wameangukia pua katika mashindano ya kombe la Muungano baada ya kuweza kupoteza mchezo huo mbele ya mtani wake. Ninazungumzia Simba Sport Club ambaye alionekana kuwa bora kiwanjani dakika zote, ambapo malalamiko ya mashabiki wa klabu ya soka Young Africans wanaelekeza kwa mwalimu kocha Pedro, huku wakidai ya kwamba yeye ndio kocha kwa kipindi cha miaka hivi karibuni, ndio kocha pekee ambaye ameishiwa mbinu za kuifunga klabu ya soka Young Africans ya Simba Sport Club katika dakika 90. Yani anakosa mbinu ambazo zinazoweza kumfanya kuweza kushinda mchezo. Kocha Pedro anaonekana kuwa na mambo magumu kweli kweli katika hesabu zake, ambapo umeweza kushuhudia wananchi wakiamka kwa uongozi wakitaka juu ya yale ambayo yanayoendelea kuweza hapa nazungumzia kuachana na kocha huyu, watafute kocha mwingine, ambapo inaelezwa kuwa pengine mchezo wa Jumapili kati ya Simba Sport Club dhidi ya Young Africans unaweza kuwa mchezo wa mwisho wa kocha Pedro kuiongoza klabu ya soka ya Young Africans kwa kile ambacho kimeonekana, ambapo namna ambavyo kile kilichotokea, ukiweza kushuhudia kocha Pedro akiweza kupoteza mchezo huo. Mambo ambayo wananchi Young Africans wenyewe huwa hawayahitaji ni hizi pressure ambazo huwa wanakwenda kukutana nazo pindi ambapo kwa huyu kocha, ambapo klabu ya soka ya Young Africans wenyewe wanasema ya kwamba
kocha wao anakosa mbinu. Kocha Pedro ndio mwalimu ambaye toka kujiunga na Yanga hajawahi kuifunga Simba Sport Club uwanjani. Pedro anaswago sana sababu ya mbinu zake uwanjani. Naweza kusema mpaka sasa hivi Pedro ana maajabu mbele ya Simba. Ndiyo Mwalini yupo, lakini huyu Pedro kuwepo kwenye benchi la ufundi kunafanya Mwalini kushindwa kufanya kazi yake vizuri. Itoshe kusema kocha Pedro ameshindwa kuirudisha Yanga kwenye ubora na makali yake. Kauli ya kile ambacho kinachoendelea kwa sasa ni namna ambavyo mambo yanavyoendelea kwa sasa, ambapo kila mmoja ameweza kuzungumza kile ambacho kinachoonekana, ambapo kocha Pedro ameanza kuandamwa vikali na mashabiki mtandaoni kufuatia kupoteza mchezo wa fainali ya Muungano dhidi ya watani wao Simba. Katika mchezo huo Yanga walishindwa kuonyesha ule ubora ambao huwa wanakuwa nao wananchi Young Africans, na wakaonekana wa kawaida na hatimaye kupoteza taji hilo, jambo ambalo limezua hasira, mjadala mkubwa miongoni mwa mashabiki wao. Wengi wameanza kuoji uwezo wa kocha huyo kuendelea kuiongoza timu hiyo kuelekea msimu ujao. Licha ya pressure hiyo, rekodi ya Pedro ndani ya Yanga bado inampa nafasi ya kuaminiwa, hasa kutokana na mafanikio aliyopata hapo awali katika mashindano mbalimbali. Hata hivyo, hali ya soka la ushindani mkubwa kati ya Yanga na Simba imekuwa ikiweka pressure kubwa kwa makocha ambao matokeo mabaya yanaweza kubadilisha maamuzi ya uongozi haraka. Kwa sasa hatima ya kocha inaonekana kutegemea zaidi matokeo ya mechi zijazo pamoja na msimamo wa uongozi wa klabu hiyo. Ikiwa ataweza kurejesha matokeo mazuri, nafasi yake inaweza kuwa salama, lakini endapo pressure itaongezeka, mabadiliko yanaweza kutokea kabla ya kuanza hata huu msimu mpya. Mambo yanaweza yakaishia hivyo, yani tukisema tu kwamba Ijumaa pili kama ikitokea akapoteza mchezo wa hapa nazungumzia ligi kuu ya soka Tanzania bara, basi bila shaka ndiyo safari yake itakuwa imetamatika hapo, na ndipo ambapo kila mmoja atakwenda kugawana cha kwake kwa kile ambacho kilichopo. Lakini anaandika mchambuzi Hans Raphael, anasema ya kwamba miaka 2 au 3 iliyopita Yanga walikuwa ni timu nzuri sana, walikuwa na kikosi bora sana, ndio maana kila kitu kilikuwa rahisi kwao. Kila kocha alionekana bora na walitengeneza gap kubwa baina yao na Simba, ndio maana walishinda dabi 6 mfululizo. Ila ukitizama sasa mambo yamebadilika, dabi 2 mfululizo Simba anaibuka mbabe, sio kwa bahati mbaya. Kuna mawili, Simba wameimarika zaidi au Yanga wameshuka, hawana timu. Lile gap kubwa alipo tena, ile quality ya Yanga kwenye mpira haionekani, ule upambanaji wa Yanga umepungua. Mfano jana unaswago kupata mchezaji wa Yanga aliyekuwa na wow performance. Mwishoni mwa msimu hii timu inahitaji maboresho makubwa sana, hata kama itashinda ubingwa wa ligi, ila Yanga hii sio ya misimu 3 au 2 iliyopita. Ujenzi mpya unahitajika. Ni jambo la kujua nyakati na kuondoa mazoea ya Yanga hii haikupi tena kiburi cha kusimama na kusema Simba atakufa. Hii sio ile Yanga ya Aziz Ki, Aucho au Mahele. Gepu baina yao na Simba limeondoka. Ujenzi mpya unahitajika. Unaona bana, akielezea juu ya kikosi cha Young Africans na namna ambavyo mambo yanavyokwenda. Bana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusu